Waumini wa dini ya Kikristo wametakiwa kusherehekea kwa utukufu pamoja na kushiriki katika sikukuu ya Pasaka kwa amani na utulivu. Amesema hayo Askofu Donath Dickson Kaganga alipokuwa katika kanisa la TAG TCC huko Kariakoo, wilaya ya Mjini. Askofu Donath amesema kuwa wameandaa kitabu maalum kwa ajili ya kuelimisha wadau kuhusu uchaguzi mkuu pamoja na kuelekeza vijana kuepuka vitendo vya fujo ili kudumisha amani. Leo ni Ijumaa Kuu, tunasherehekea au tunakumbuka kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo pale msalabani miaka 2000 iliyopita. Kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe? Historia ni ndefu na muda hautoshi, lakini ni kwamba mwanadamu Mungu alipomuumba Adam, kusudi lake ilikuwa ni awe na ushirika na yeye. Lakini kwa bahati mbaya sana Adam akaasi. According to the Bible, kusoma Mwanzo 3, Adam akaasi, na alipoasi Adam, maana yake ni nini? Kizazi chote cha mwanadamu kikawa kimepotea. Na kwa sababu Mungu ni wa haki, alisema ukila tunda hili utakufa hakika. Kwa sababu Mungu ni wa haki, ilikuwa ni lazima adhabu itendeke, ama mwanadamu atokee mwenyewe alipe kwa dhambi yake. Na kwa sababu Biblia inasema wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, hakukuwa na mwanadamu ambaye angeweza kulipa dhambi ya mwanadamu mwingine. Ndio maana Yesu sasa anazaliwa kwenye tumbo la Bikira Mariamu ili awe mwanadamu. Hakuwa na baba, Mungu akatamka, Yesu akazaliwa ili awe mwanadamu atuwakilishe. Kwa hiyo kifo chake pale msalabani, alikufa moja, kulipa deni la dhambi la mwanadamu na kuiondoa ile asili ya dhambi; mbili, ili tuweze kusamehewa; na tatu, ili tuweze kupokea nguvu za Mungu. Kwa hiyo kwetu sisi Ijumaa Kuu, ingawa ilikuwa ni siku ya mateso, ni siku ya maumivu, kifo cha aibu, lakini kwetu sisi ni siku ya ushindi, kwa sababu ni siku ambayo Yesu alikufa akawakomboa wanadamu na dhambi zao. Jambo la kwanza linaanza na ibada. Tunakuja kanisani kuabudu, kusema asante Yesu kwa sababu ulitupenda, ukauacha utukufu kuja duniani ukafa kwa ajili yetu. Lakini baada ya hapo watu wanakwenda majumbani, kunakuwa na sherehe. Sasa katika sherehe tunawaasa watu ya kwamba washerekee kwa utukufu wa Mungu. Pamoja na mambo mengine, ni muda wa kuwaalika marafiki, jamaa, ndugu, kuwa na chakula cha pamoja. Wanaokwenda baadaye labda forodhani wapi, tunasema kila kitu kifanywe katika spirit ya ibada, ya kwamba hii ni ibada, ni sikukuu ya kidini, ina mnasaba na imani. Kwa hiyo mtu anayekwenda kusherehekea kwa ulevi, uzinifu, fujo, haelewi maana ya Pasaka ni nini. Kwa kweli atakuwa tu anafikiria kwamba ni sikukuu sawa sawa na sikukuu nyingine. Lakini sikukuu hii ni sikukuu ya kumcha Mungu, kusaidia wajane, yatima, watu wasiojiweza kama uwezo upo, kwa sababu issue unaanza na family. Kama uwezo haupo, basi Mungu anaelewa, at least uwe na familia yako pale nyumbani, mfurahi. Wenye watoto wapeleke Kariakoo, baadaye wanakwenda forodhani waende forodhani, lakini yote yafanywe katika spirit ya Pasaka, ya sikukuu ya ukombozi wa mwanadamu kwa ajili ya dhambi. Na kwa hiyo tukifanya dhambi tena, inakuwa hiyo Pasaka haina maana yoyote. Mimi pia ni katibu wa kamati ya viongozi wa dini kuhusu amani Zanzibar, ambapo mwenyekiti wetu ni Mheshimiwa Mufti wa Zanzibar. Mimi ni katibu mkuu wa hiyo kamati. Tumeandaa kitabu ambacho kinaitwa Mwongozo wa Uchaguzi wa Amani. Tumeandaa hicho kitabu wiki 2 zilizopita, tumekabidhi ofisi ya makamu wa rais. Wiki ijayo tunakabidhi tume, tutawakabidhi viongozi wote wa vyama vya siasa, tutawakabidhi wadau wote wa uchaguzi kwa maana ya polisi na vyombo vya dola. Tutapita shehia kwa shehia kuelimisha umuhimu wa kudumisha amani. Kila Mzanzibari anayo haki ya kuchaguliwa au kuchagua, lakini fanya hivyo kwa amani. Tunawaasa vijana ambao mara nyingi ndio hasa huwa wanatumika kuelezwa mambo ambayo baadaye wakafanya fujo. Nenda kwenye mkutano, kasikilize sera ya chama, and then piga kura sawa sawa na vile ambavyo wewe unaona hicho chama kitakusaidia. Lakini usitumike kwa fujo, kwa sababu at the end of the day, amani ikiharibika, watakaoathirika sio chama fulani tu, sio dini fulani tu. Amani ikiondoka, mimi nawaambiaga watu, risasi haichagui dini wala kabila wala nini. Amani ikiondoka, sisi wote tutaathirika. Katika maisha yetu sisi, wengi wetu, mimi wanasema ni maisha yanayofanana na kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji lazima atoke ndipo ale.
Sasa wengi wetu shughuli zetu nyingi, walioajiriwa ni wachache sana. Wengi wetu ni shughuli za kujitegemea. Lazima utoke, uende sokoni, ukauze kile, uende pale, ndipo urudi nyumbani na kitu. Ikishatokea vurugu kwamba hutoki, hebu fikiria hiyo hali inakuwaje? Ni kwamba hali itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo tutunze amani wakati wa uchaguzi. Huo ni wito wetu sisi viongozi wa dini. Kwa upande wao waumini wa kanisa hilo wamesema kuwa Ijumaa Kuu ni siku takatifu na adhimu kwao, hivyo wanapaswa kuzingatia kwa heshima na ibada. Leo tunamshukuru Mungu kwa siku ya Pasaka ambapo tunasherehekea kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hapo zamani Mungu aliwapa Wanaisraeli agizo kwamba wachinje kondoo, alafu waweke ile damu yake kama kumbukumbu kwenye milango yao, ili yule malaika wa kifo akipita asiwadhuru. Lakini sasa hivi sisi tukaja, baada ya miaka iliyopita, Yesu akaja yeye kama yule kondoo aliyechinjwa kwa niaba yetu, ili ile dhambi iliyotutenganisha kati ya Mungu na wanadamu, Yesu akaitoa kama yeye, akajitoa yeye kama kondoo, na tumesamehewa dhambi zetu, na tunamshukuru Mungu kwa wokovu kupitia Yesu Kristo. Tukumbuke sababu kuu ya siku hii. Siku hii ni kumshukuru Mungu kwa wokovu, na pia mimi nikiwa kama Mkristo nisingependa kukutana kwenye sehemu za starehe na nikaanza kudhalilisha ile imani yangu. Maana ni kama ile kazi aliyofanya Yesu pale ninaipuuzia. Sana sana ni siku ya kukaa na familia, kusherehekea kistaarabu, kula pamoja na kufurahi na kukumbuka sababu ni nini hii Pasaka. Namshukuru sana Mungu kwa siku nzuri ya leo ambayo ameifanya na kutufikisha siku hii ya leo kwa majira haya mengine mapya ya Ijumaa Kuu, ambayo kwa sisi wa Kristo inatukumbusha juu ya kifo ambacho aliwafia wanadamu kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii njema ya leo. When you make it yours, you have assurance of heaven, you have assurance of forgiveness, you have assurance of life after death with the Father, God the Son. So what he did on Good Friday all those years ago is so vital, so important. Everybody needs to come to Jesus and accept what he did, and then rejoice at Easter Sunday, because he didn't stay dead. He was buried, and the third day he rose again from the dead, and on the 40th day he rose to heaven, and he is seated at the right hand of God the Father, and he is coming again in victory. So this is a wonderful, wonderful celebration. I invite you all to come on Easter Sunday. Tuwashauri vijana kwa sababu kipindi hichi ni cha sikukuu, kwa hivyo napenda kuwashauri kila kijana asherehekee kwa amani, kwa utulivu, kwa sababu kipindi hichi vijana wengi wanajihusisha na mapombe, kuvuta masigara, kuvuta mabangi, kusherehekea sikukuu kwa kufanya mambo mabaya. Sikukuu hii sio kwa ajili ya kufanya mambo mabaya. Sikukuu hii ni kwa ajili ya matendo mema, matendo ya furaha, kukaa na familia, kula chakula vizuri, lakini kwenda kwenye kumbi za kufurahisha, lakini na kusherehekea huko kwenye kumbi kwa amani na kwa utulivu, bila kufanya vitendo vyovyote vya dhambi, lakini bila kufanya vitendo vyovyote vya kudhalilisha wengine na kudhalilishwa wao wenyewe. Ijumaa Kuu ni siku ya maombolezo. Kristo alikufa kwa ajili ya Wakristo ili kupata amani na upendo na kuwa kitu kimoja. Madina Omar, ASAM Online TV. Ha? Mtakuja halafu ni huko. Ya fanya hatu haribu kazi za watu au wale ya. Hello. Kachara. Mume wangu, nataka tuzungumze kuhusu familia yetu. Kama unavyoona, tumetumia njia za uzazi wa mpango wa kikwetu, lakini hatujafanikiwa. Na bado watoto wanakuwa wengi. Mkweli mke wangu. Maana hata mimi mwenyewe majukumu yangu nashindwa kuyahimili. Humu ndani mna mambo yanitaka,
Huko nje kuna riziki nayo atakatafutwa. Tunahitaji kufikiria mustakbali wa afya bora kwa ajili yangu na hawa watoto, na hilo halitowezekana ikiwa kila siku mwangu twazaa. Mimi naona kuna haja ya kwenda kituo cha afya tuwapate ushauri wa daktari kuhusu uzazi wa mpango wa kisasa, au waseme. Haya, karibuni sana. Leo tutazungumzia uzazi wa mpango na njia bora za kupanga familia. Dokta, siku zote nilikuwa nikijiuliza kuhusu njia bora za uzazi wa mpango, lakini naona tunahitaji mabadiliko. Hata mimi nilikuwa najiuliza sana kuhusu hizi njia za uzazi wa mpango. Kwetu si zina usalama, hazina madhara. Mtu asije kuja kesho kwa Mungu usoni. Njia za uzazi wa mpango ni salama na zimetumika kwa muda mrefu. Kuna vidonge, sindano na hata mbinu za kudumu. Leo tutazungumzia zaidi kuhusu kila njia ili mfanye maamuzi huru na sahihi. Kila mtu anao haki ya kufanya maamuzi bora kwa afya yao na familia zao. Pia uzazi wa mpango ni ngao ya kumsaidia mama kuwa na afya bora na watoto kwa ujumla. Kwa mfano, huyu akipangilia uzazi, tayari kwanza atapata muda wa kupumzika, afya bora itapatikana na watoto watakuwa kwa ustadi. Daktari, sasa sisi tunafurahi. Na twafurahi kwa sababu kuanzia sasa tuna uwezo wa kuipanga familia yetu na kuhakikisha twapata nafasi ya kulea kila mtoto kwa upendo na elimu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, Zanzibar, TAMWA.